is leaving this door, in the name of Jesus Christ, let my people go that they may worship me. I hear a voice say, you are going out to worship the Lord. My sister, the anointing is coming upon your life. It has power even to kill curses. When your head is anointed, even if your family was cast, and even if your mother is a single mother, when the anointing shall come upon your head, that insect called single mother syndrome shall be suffocated, and nobody will ever manage to despise you, even if you come from a poor family, because you have the anointing that kills every demonic thing that would have attacked your life. Are you still hearing what I'm saying? Somebody shout, anoint my head. You need the anointing. You need the anointing. You need the anointing. Oh, yes. The Bible says the Holy Spirit doesn't dwell in the same house with Belial. Belial was the prince of demons. Ni kama Saitani. Roho Mtakatifu huwa hashei nyumba na masaitani. Amen. Amen. Wakamba wanaitanga maimu. Masatani. What you need, my sister, is anointing. Young men, what you need is anointing. Anointing. Oil. And start desiring it. Start desiring it. Start doing what? Desire. Desire. How badly do you need it? How badly do you need it? You know, some people don't need the Holy Spirit, and He is gentle. It all begins with a desire. I remember those days when we were being filled with the Holy Spirit. Tulikuwa tujamaa tudogo tu kwa church. Aki tulikuwa tunalala kesha, Father, fill me with the Holy Spirit. Mhubiri akihubiri tulikuwa tunangojea watako. Ya Holy Ghost. Yeyote. Hata ikiwa ya wagonjwa tuko hapo. Tuko na ugonjwa wa kukosa Roho Mtakatifu. Hata ikiwa ya mama niko hapo. Mimi ni mtoto wa mama. Niko na mama mahali. Nikifika pale na ulizo wewe unatokea hata kwa mama, shida yako ni gani? Nasema I need the Holy Spirit. I remember one Sunday afternoon when our pastor was preaching, that slim Mukamba boy that was even, you are a bit bigger than him, my pastor, my Kamba preacher. He prayed over my life. The Holy Spirit filled my life. I fell down. I cannot even remember what happened. After 3 hours, I woke up in the power of the Holy Spirit. A small boy who was a village boy then. He woke up 2-3 weeks. I had the gift of preaching. And I preached in our hometown. They could not match my sound and my size. And they were saying, isn't that boy the son of Dambele? Isn't that boy the boy who comes from that village? And from that day, they started taking note that I am a man of God. Listen, do you know why people still see you as the daughter of so and so? Do you know why people still see you as the boy who lives in that estate? Unajua kwa nini unajulikana kwani ni hapa Kalegere ama kuna iko aje? Unajua kwa nini unadharauliwa ukisemekana tutekana tukaenda Kalegere bana? You know why you are downtrodden? What you need is the Holy Ghost. You need the Holy Spirit. Elbow your neighbor on my behalf. Tell him or her, you need the Holy Ghost. Amen. Wakati wa Yesu walimngoja for how many days? 10 days. Amen. And how many were they? 120. Walikuwa watu wengi kama nyinyi pale kufika hivi. 120. Wote walikaa siku 10, hawakuwa na agenda mbili. Agenda ilikuwa moja. Holy Spirit fills. Holy Spirit fills. Holy Spirit fills. They needed him. He never came day one. The scripture says when the Pentecost was fully come. Wakati siku ya kujazwa ilifika hivi. Walijazwa, my friend. Physical fire. Not the fire of the Holy Spirit. You know there is the fire of the Holy Spirit which makes us, fire. Now I'm talking of physical fire. Moto. Moto ungeshika hivi ile karatasi uchome takataka. Moto ilikuwa inabani kwa vichwa zao. Unaona 120 candles. Moto inawaka kwa vichwa. They started speaking in tongues. Are you hearing what I'm saying? And the men who are there started wondering what is happening with those people. Are they drunk in the body?
Because when the Holy Ghost comes, some order must disappear. Yes. Oh, yes. There are some churches that are very orderly than even in heaven. They will get surprised when they get to heaven. And they will find people are falling down and they are rising up. And it's only holy, holy. And they are singing holy, holy. Some of them are falling down, others are up. Some of the order you see in your churches is not order at all. I am radicalizing you in the positive direction. The Holy Ghost. I'm raising radicals. Yes, you are in the right place. I'm radicalizing you. As the Muslims are radicalizing their powers now, sisi na sisi tuna radicalize kibande hiki. Musike fire. Hallelujah. Musike fire. Amen. Amen. Ili mama yenu alikuja kanisa saa 5 sababu hivyo ndivyo wako. Anakuja saa 5 afika kufanya kazi zake zote, anakuja kanisani kudozi huko. Wewe ulifika saa 1 ama 6 ukiwa na wadada wengine 3 4 hapo. Mkaanza prayer, mkaanza kusik Holy Ghost. Sio hiyo takataka imejazwa na hiki kizazi kiko hapa. Much of hizi vizazi unaona ziko watu huku wanajidai ni mayouth kwa church, wako na insects ziko kwa vichwa zao na zinawakula, zingine hata zimeingia kwa masikio zinawakula akili zao. Sababu hawana mafuta. I need the oil. Youth nyingi siku hizi, much of the youths we have and the teens and the junior and the senior youth, much of them is saitani peke yake kwa hizo mambo. I've not said all of them. I've seen one which is very wonderful from Nairobi. Man of God, God bless you. I covet a few of the things you are doing, you people. And you will give me, I'll borrow a leaf because I'm going to raise a radical young church with firebrands. My friend, watch this space. Give me 1 year in that Nairobi and I'll produce firebrands. Wow. Firebrands. Utakuwa unakutana na tusijana kwa kanisa yangu site hii kidogo hii. Kana kuprofesia clear. Na kana kwambia vile mambo ilivyo. Na kana kwambia ile receive your healing. Bila matoini fire. Firebrands. Amen. Amen. Nazo firebrand huwa haziinuliwi kwa nini, kwa matoke na mukimo na mudhokoi. I wish I had you for 1 week. I would have crafted 3 days of prayer and fasting. You are lucky you have a pastor who loves you and has given you food continuously. Next camp, I'll come to camp here. And I will ensure you will catch fire. I had a Kamba pastor who would make us fast. I would feel like I would cry. Alikuwa anatufungia kanisani. Na yeye hapa huko si ati anatufungia na anatoka. Anatuambia watu wapendwa, let us play. Let us play. Let us do it. Let us play. Tunashinda the whole day atukuli. Unaomba 3 items zinaisha. Unaanza kwenda around. Sema Mungu tusikize ama tusikize ba. Tunashinda hapa the whole day ujakuja. Sometimes hata utoto tunaomba na upushi. But I can assure you, all the people that those people prayed for are firebrands. Yes. Pastors' wives. The likes of Dominic is pastoring a church in Nauru. Fire. Na Dominic hata hakuna kitu alikuwa anashika kwa kilasi. Wacha tumombe Holy Spirit ndazi kwa. Hakuna kitu alikuwa anashika. When the Holy Ghost came, that man today is a firebrand. What you need is the Holy Spirit. Unanisikiza? And then they say, thou art anointed my head. Wachana na hiyo panga itembee kule ndani. Hiyo ni panga. Wacha wasiwasi. You have the Holy Spirit kai mwangani. Nikapumzika nataka kufurahi. When you have the Holy Spirit, even if you wake up at midnight and find a black cat outside the toilet, just tell it clear the way I want to help myself in here. Because you know I don't have a black spirit. I have the Holy Spirit. But when you don't have the Holy Spirit, you can fear even cats and rats and bats. You need the anointing.
your oil in the spirit needs to be covered. The devil plants the pests that are able to hatch eggs and produce worms and eat you to your grave. Bwana wa Mungu apewe sifa. Amen. Kuna wasichana kwa hiyo kanisa yenu walikataa mambo ya Roho Mtakatifu. Wakaingiwa na Roho Mtakatifu. Nao wanaume wakawapea hiyo vitu na saizi wako mpaka na virusi. Wewe ukitaka kuishi na uone watoto wa watoto wako. Wish I was able to go to Psalms 92. Biblia inasema they that shall be planted in the house. Wale watapandwa huko kwa kanisa. Sio kutembea. Hello. Ukwe ni gawa church, wewe ni boy wa church. Si kwa kutembea, umepandwa huko. Maneno ya church uko hapo. Najua kuna watu wana regret wanauliza wataenda home lini. Lakini kuna wale wamechangamkia hiki kitu. Hao ndio naongeleshea. Wale wanataka kwenda nyumbani kwenda. Lakini kuna wale wamesaikia hiki kitu kabisa. Wanasema ni tunataka na tunataka Holy Ghost. Mimi maisha yangu yote imekuwa church. Prayer. But I'm telling you, I'm receiving promises one after one, my brother. One after one. Some are even coming many years later. I prayed for something in 2006. I received it last month. Clear, sweet, wonderful. When I was in Kenyatta University, we used to go to some place. Kulikuwa kuna kaa desert. Ukiangalia Kahawa Sukari, Kahawa West na huko. Kuna mahali Kenyatta University pamejengwa hospitali na huko. Tulikuwa tunaenda kuomba hiyo wakati hospitali haiko imejengwa. Na kulikuwa vast land, nyasi, sometimes mlikuwa mnakutana na manyoka na toto wa isuko. Hakukuwa kunakaa watu. And we would go with the brothers to pray. One day tukaomba nikaenda mahali nika kneel down and I got soaked in the spirit. Mungu alikuwa ananiongeleshea mambo mingi sana. Nikirauka nikakuta watu walitoka, watu wakaenda na nikajiona. Nikaanza kutafuta njia ya kurudi. Na kulikuwa kukubwa sana hata siku najua njia iko wapi. And I got lost. When I was getting lost, the Lord told me, you will serve me in Nairobi. Utanitumikia Nairobi. I heard that clearly. And God even showed me where I was serving him from. After I graduated, nikaenda. Nikakuja na huku Mount Kenya, ndio nilikuja kuajiriwa. And I stayed there for 10 years, wasting time. Of course, not really that wasting time, because I raised very many sons and daughters. I'm meeting with them all over, in the universities, in the army, everywhere. I served the Lord for 10 years in the slopes of Mount Kenya. Now, God miraculously performed a miracle for me to go back. Praise the Lord. In the same Nairobi, he promised. Now I am there for 1.5 years, almost 2 years now. The same place the Lord spoke, I will do a church. Nilijaribu kutafuta plot ya kujenga church hapa. Nikajaribu kutafutiwa hata na brokers, haipatikani. The Holy Spirit hadanganya. What he prophesies, he will deliver. What he promises, he will deliver. Nikangangana, hata nikatoa mawazo yangu area hiyo nikaenda kwingine, my friend. I'm telling you, after kuzunguka na huko kwingine, I met with one pastor and ananiambia, I can help you get a piece of land, some place I know. Mwambie tu nisaidie as long as it's in this area. Guess what? The same place where I was. Just a few meters, like here and the tarmac. That is where the Lord has provided. A very nice lady. Very good woman of God. Praise and worship leader. She owns the plot. Aliniambia pasi, jenga church. Miaka wewe jenga, nikifika wakati wa kudevelop, nitakwambia, but I am not developing in the next 6 years or so. I have a piece of land. Hallelujah. Start loving the Holy Spirit. He can promise you something in this conference, and he will deliver it when you be 50 years. He will remind you, I spoke about you going to the nations. I spoke about you becoming a mighty woman. He will remind you, it was spoken. Somebody say that. Amen. But you need to be planted. Tell your neighbor, planted. Planted. So that you can flourish, you need to be Planted. planted. The scripture is saying, even in old age, they shall be fresh and flourish. Amen. Amen. When David is saying the Lord has anointed him, he places it this way as I finish. He says, the Lord has lifted my what? My horn. When the Holy Spirit comes upon you, it's like you have received a horn. Somebody say a horn. Unajua horn ni nini? Horn ni nini?
Honi, kuna honi ile ya honi. Ile ya pipi, unajua? Kuna jamaa mwingine ana post pusi tu kwa Facebook. Nimeona amepost pusi leo. Nasema ati hata unajua gari inakuwa na viti mbili hapa mbele. Kuna ya driver na ya co-driver ama passenger. Ni kweli? Yaani hata kitu obvious hawezi sema yeye ananiangalia hivi. Ndio kuna watu wananifanya radio hapa ni kama nilifunguliwa unisikize. Unajua honi ya gani? Ile inapiga pipi, unajua? Fanya hata hivi. Si unajua? Kuna jamaa alikuwa amepost Facebook pusi. Anasema ati hata huyu passenger mwingine hata awekewe honi yake, hata anataka kuwa anaenda kusalimia watu. Si unajua mtu akiwa na honi, aone rafiki yake anafanyaga vipi? Sasa passengers nao watafanya nini? Alikuwa anasema ati hata wao wanafaa wawekewe honi. Ati hata sisi kuna marafiki wa kufanya nini? Kumsalimia sio driver tu. Na vile blessed my. Kuna hiyo honi, achana na hiyo. Tunaongea kuhusu honi. Honi. Honi ni nini? Pembe. When David is saying he has been anointed, the anointing he is comparing it with the horns of a wild ox. What is a wild ox? Jehovah. What is a wild ox? Some versions call him a buffalo. Other versions call him what? A water something. Kuna ile mnyama anakuanga buffalo. Unajua buffalo? Ndio picha mzuri ya wild ox. One of the strengths of a buffalo is what? The horns. When you receive the Holy Spirit, David compares that with like your horn will grow. It's like you will develop strength. Wale watu wamejazwa na Holy Ghost. I wish I had known here that is listening to me. Leave alone the people that are sleeping. When you start receiving the Holy Ghost, when you start receiving the Holy Ghost, you start becoming like a wild ox. In terms of strength. Oh yes. Buffalo. Anaitwa aje na Kiswahili? Nyati. Katika msamiati wa wanyama. Ati bogo. Bogo ni kimbele hii wachana na hiyo. Msamiati wa wanyama. Kuna kifaru, kuna nyati, kuna mamba. Mamba ni king'ang'i. Kuna gani nyingine? Simu watoe, swala, simba. Kuna simba marara. Simba marara ni gani? Simba marara ni kuna chui. Na kuna punda milia. Yaani hakuna msamiati wa wanyama unajua. Hata fisi. Kuna mafisi na mafislet. Msamiati mwingine hana. Kifaru ni rhino. Daudi anasema wakati amepokea anointing ni kama Bwana ameinua pembe yake. Are you able to capture pictures? When you receive the Holy Spirit, you receive like you are receiving the horn of a buffalo. One of the purposes of a horn, number one is strength. Nguvu ya kifaru, ya kifaru ama nyati, iko katika pembe yake. Once this generation will be filled with the Holy Spirit, they will receive strength. Amen. They will receive strength. Yeah. Out of you shall be preachers, mighty. Out of you shall be praise and worship team, mighty. Out of you shall be leaders, mighty. When you receive the Holy Spirit, you are receiving strength. Somebody say, anoint my head. Anoint my head. When you receive the Holy Spirit, you are receiving strength. Good. Power. Mapepo hazitakuharas. Magonjwa hazitakuua kabla ya siku yako kufika. Because you have strength. A horn of a buffalo can lift a lion. You people, what do you use for your battles for? You can go and Google these things. And you see how lions are killed in battle by buffaloes. One of the main killers of lions is buffaloes. Buffalo akiwekelea simba pembe yako hivi tu. Amshike hapa kwa tumbo. My friend, anairusha huko. Na simba ni mnyama yule mwenye nguvu kabisa. But pembe ya buffalo. Whenever you talk of a horn, you talk of strength and power. Okay. I wish I had time I would have taken you to Zechariah chapter 1 and verse 8. I would have shown you a few things there. Concerning what
Zachariah the prophet was alionyeshwa pembe nne. Pembe ngapi? Yaani ninasema saa hii alafu nauliza kuna nyamaza. Hata siwahubiri tena, simameni. Huko kwingine jihubirieni sababu ile nauliza sasa. Kama simameni. Wacha kujidekeza, nasema usimame. You will receive the power. I wish hizi zile vitu za university huwa zinajikuja. They would be better. I said everybody study and you're not going to sit anymore. I've been preaching for 3 days now non-stop. Napumzikiana kwa haki nikienda mkutano hiyo ingine. Even from here I'm going to a national conference in Meru, which I will preach up tomorrow in the evening. Then I will drive to Nairobi and on Monday I'm having another meeting, 7 of them. One of the many things you get when you receive the Holy Spirit is strength. Is strength to overcome demons. Apusa with the horns. Hakuna kitu kinaweza ichezea. Praise the name of the Lord. I say praise the name of the Lord. Amen. How I pray that the Lord may anoint you. And the Bible is saying in the latter days, I shall pour out my spirit.